Mpendwa mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe na tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema, ameendelea kutufadhili na kutulinda, na leo ni siku nyingine tena ambayo ameifanya, tunamtukuza kwa wema. Leo nataka nitafakari juu ya imani katikati ya hali ngumu, wakati ambapo unaona kama mambo hayaendi vizuri, mambo yamepinda, afya imepinda, mwelekeo sio sahihi sana kwenye maisha yako, lakini unatamani utoke kwenye hiyo hali na unaona kwamba hiyo hali haivumiliki. Kwa hiyo nataka nikuletee ujumbe huu wa tumaini kwako, kutoka katika ile Injili ya Luka mtakatifu, ile sura ya 13, angalia ule mstari wa 10 mpaka ule mstari wa 17. Kuna habari njema pale ya muujiza ambao Yesu alifanya katika sinagogi mojawapo, na ilikuwa ni siku ya Sabato. Maandiko yanasema Yesu alikutana na mama mmoja ndani ya sinagogi ile, moja ya sinagogi la Wayahudi. Na huyu mama alikuwa amepindana, na Biblia inataja na muda wa miaka yake ya tatizo. Hawajamtaja kwa jina, lakini wametaja muda wa miaka ya tatizo ni miaka 18. Hiyo miaka sio michache sana, kama ambavyo tunajua kwamba miaka 18 ni miaka ya mtu mzima. Na hapa unaweza kuona kabisa kwamba mateso yake yalikuwa ni mateso ya tangu mtu kuzaliwa mpaka kufikia mtu mzima. Maana mtu anaweza kuingia hata kwenye mahusiano, kwenye ndoa, lakini akaingia kwenye kujitegemea, akaingia kwenye mikataba kama mtu mzima, yani mtu ambaye ana umri wa kuweza kujimudu kimaisha. Na alikuwa amepindana mgongo wake, na katika hali ile ya kupindana, maandiko yanatuambia kwamba alikuwa ni dhaifu, na Yesu anamuona akiwa hekaluni. Kuna watu wengi ambao wanatembea katika mazingira kama huyu mama, mambo yao hayajanyoka, vitu vimepindana, lakini pia wako katika mahali ambapo aidha panastahili kupata kama yule alichopata yule mama au hawastahili. Lakini pia wengine wamejikatia tamaa. Unaweza kukuta tofauti ya huyu mama na watu wengine ambao wako hapa ulimwenguni ni kwamba huyu mama, pamoja na ile hali yake aliyokuwa nayo, bado alikuwa anaenda kumwabudu Mungu. Alikuwa anaingia kwenye sinagogi katika kipindi hiki chote. Imani yake ilikuwa ni imani ya kutarajia kupona, ingawa alikuwa hajaona siku gani atapona. Mtumishi wa Mungu, kuna jambo unapitia, hebu muangalie Mungu, na unapomwangalia Mungu, ameni pia katika wakati wake. Huyu mama akiwa katika hali ya maumivu muda wa miaka 18, kulingana na hadithi yake hiyo ambayo inatoka katika ule mstari wa 10 mpaka ule mstari wa 17, na mateso yake katika Biblia yanasema alikuwa na roho ya udhaifu. Yesu akamuona pale akiwa amepindana, hawezi. Lakini bado cha kushangaza ni kwamba alikuwa ndani ya sinagogi, na ilikuwa ni siku ya Sabato. Maana katika siku nyingine zote alikuwa anafika. Haieleweki kama alikuwa anakuja kutafuta uponyaji au alikuwa amezoea kufika, lakini kuna mahali panaitwa contact point ambapo utakutana na muujiza wako, utakutana na uponyaji wako, utakutana na kuinuliwa, utakutana na watu ambao watakushika mkono kukupeleka mahali pengine. Unajua mtumishi wa Mungu, kuna mazingira unapitia, alafu wewe mwenyewe unayachukulia ya kawaida. Unasema ile tatizo shangazi alikuwa nao, mjomba alikuwa nalo, hii hali ambayo tunapitia sisi, kaka naye alipitia huko. Kwa hiyo sisi hatuna shida, haya ni matatizo yetu. Hujakutana na vijana ambao unakuta na kunywa, ni mlevi, analewa sana, anapitiliza, hata kwa wakati mwingine hawezi kwenda kazini kama anafanya kazi. Na ukimuuliza anasema baba yangu alikuwa anakunywa sana, babu yangu alikuwa anakunywa sana, kwa hiyo na mimi nakunywa. Kwa hiyo anaweza kujisifia tatizo. Binti mzinzi anatembea katika maisha ambayo sio maisha matakatifu. Na ukimuuliza anasema hii ni mambo ya kawaida kabisa. Sio mimi ninayofanya haya tu, wako wengi. Yaani kuna zile dhambi za pamoja tunajivunia. Huyu mama akasema hapana, akaamua kwenda kukaa kwenye hekalu katika sinagogi huko. Na hapa tunaona kwamba akusema nikae nyumbani nilisubiri kupona, ningoje au nitoke nirudi nyumbani nikakae kule nyumbani nitapata kupona, lakini alisema nitakaa hapa kwenye sinagogi. Na katika kusubiri kwake, katika hali ile ya kuendelea kwenda kuna sinagogi, ndio siku hiyo anakutana na Yesu. Imani yake haikuwa ni imani ya hali ya kawaida, bali ilikuwa ni imani yenye utimilifu ya kumwangalia Mungu kuliko kuliangalia tatizo. Na wakati mwingine tunadhani muujiza huo unakuja kwa kupiga kelele, lakini hapa tunaona muujiza wake unakuja kimya kimya. Akiwa pale hekaluni, Yesu anamuona. Biblia haisemi kwamba huyu mama alipiga kelele kumuita Yesu, lakini tunachokiona tu nguvu za Yesu zilimfuata. Akiwepo pale hekaluni, maandiko yanasema Yesu akamuona, alafu kupitia kile ambacho Yesu alikiona, aliona nyuma ya tatizo lake liko tatizo jingine. Yaani aliona kuna pepo. Na wengi huwa tunaacha watu wanaopita kwenye matatizo tukasema huyu ndio tabia yake, kiburi hiki ni tabia yake, dharau hii ni tabia yake. Lakini atuangalie nyuma ya hiyo dharau kuna nini? Atuangalie nyuma ya ulevi kuna nini? Nyuma ya uzinzi kuna nini? Nyuma ya kukosa utii kuna nini? Kumbe kuna kitu kinaitwa udhaifu.
ambao ni pepo la udhaifu unaomwona kwa mama. Yesu anamuona na neno moja tu anatamka juu yake, anamwangalia yule mama, anamuona sio katika hali ya kawaida, alafu anamhurumia. Huruma hapa maana yake ni nini? Anamhurumia kwa sababu alikuwa anaona anahangaika. Lile tatizo lake lilikuwa linamnyima amani. Wakati watu wengi wanaona kwamba kuna ulemavu, lakini Yesu anaona yule mama anastahili kupona kwa kuwa yeye ni binti wa Ibrahimu. Na ulimwengu ulikuwa ni kama umemwacha. Anaenda kanisani, anaenda kwenye ibada, lakini hakuna mtu anayemsaidia. Wale watu waliokuwa mule sio kwamba walikuwa hawajui matatizo yake, sio kwamba walikuwa hawajui anakuja pale anatoa sadaka. Utaona mwishoni pale mkuu wa sinagogi baada ya mama kupona anahoji kwa nini Yesu akumponya katika siku 6 na amponya katika siku ya Sabato. Kabla hata hajamuomba Yesu chochote, Yesu anamuita, ana mwanamke yule anapomwekea mkono, pepo lake la udhaifu linamwachia na neema inamuingia ndani yake, anamtukuza Mungu. Kwa hiyo siku zake zote alikuwa pale hekaluni, alikuwa anashindwa kumtukuza Mungu. Kwa nini? Kuna kitu kimemfunga. Wengi leo tunaenda kwenye nyumba za ibada, lakini tunashindwa kusimama na Mungu kwa kweli tukimtukuza Mungu kwa sababu kuna kitu kimetufunga. Haujaona katika nyumba za ibada wakati mwingine hata vikao vinafanyika karibu na madhabahu, watu wanasemana vibaya, wengine wanakasirika, ni siku ya ibada. Lakini kuna watu wengine hata wanaposimama kuhubiri, kuna watu wengine wanakasirika sana, wanakasirikia mhubiri, wanakasirikia kwa sababu muda, watu wengine wanaangalia saa, akiwa kanisani anaangalia saa, sasa hivi ningestahili kutoka, mahubiri ni marefu sana. Lakini unakuta katika kanisa hilo kuna matukio mengine yanatokea, labda matangazo yanaweza kuchukua hata dakika 30, makwaya zinaimba nyingi tu. Sasa katika hali hiyo nini utajifunza? Ni kwamba rahisi sana kwa wanadamu kuweza kuridhika na matukio ya kawaida kuliko matukio ambayo yanahusiana kabisa na Mungu, ikiwemo kuhubiriwa neno la Mungu. Yesu anamwekea mkono huyu mama na mgongo wake unaanza kunyoka na mateso yake yanamuhama. Alafu tunapata picha kwamba hii ilikuwa ni neema kwake huyu mama katika siku hiyo. Katika miaka yake yote ya mahangaiko, ni dakika moja au siku moja tu akaanza kuiona hiyo neema. Kupindana kwake inawezekana kilikuwa ni kifungo cha udhaifu. Inawezekana pia nasi tumepindana kwa dhambi, tumepindana kwa magomvi ya familia, tumepindana katika kosa neema, baraka, uchumi umeyumba, umepindana, na mara nyingi tunashindwa kumtukuza Mungu. Huyu mtu anapokaa hekaluni kwa muda wa miaka mingi anakutana na neema. Kwa mwanangu, mtumishi wa Mungu, usiondoke pale ulipo. Neema ya Bwana inakuja katika jina la Yesu. Kipingamizi ambacho kinaanza kutokea, kipingamizi cha kisheria, huyu mkuu wa sinagogi anakasirika. Kwa nini anakasirika? Anaanza kuiangalia sababu